Habarini za muda huu, habarini za mchana, sijui ni muda gani unatizama video hii, asubuhi, lakini kivyovyote vile naamini uko salama, uko poa. Leo ninataka ni share jambo moja na wewe ambayo unatazama hapa. Alafu niambie umejifunza nini kwenye kile ambacho utakisikia. Na hii ni kama hadithi, lakini hadithi hii ina funzo. Lakini mwisho wake kwenye hadithi hii, mimi naamini hutojifunza tu juu ya hadithi. Kuna kitu utakuwa umekichukua kutoka kwenye hichi ambacho nimekizungumza. Kwanza ninaitwa Samson Kesi. Ni mwanahabari lakini ni mchambuzi na mfuatiliaji wa mambo ya kijamii mengi sana. Na napenda huwa kuzungumza kwa sababu kuzungumza pia ni dawa. Na kuna baadhi ya nchi na serikali zinaamini mazungumzo yanaweza kuwa dawa. Ifahamike tu sifungamani na upande wowote. Mimi ni Mkristo, naipenda imani yangu, lakini pia naiheshimu imani ya watu wengine, hususan imani kubwa pia ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, asalamu, Bwana Yesu asifiwe, alaikum wa barakatuh. Karibu sana. Sasa kitu kimoja ambacho ninahitaji kukizungumza, kulikuwa kuna mama mmoja, alikuwa ni mama mmoja kutoka kwenye jamii moja tu huko, ambaye alikuwa na mumewe na walikaa pamoja kwa muda mrefu. Toka wameoana au toka wamekuwa pamoja ni kama miaka 6. Walibahatika kuwa na watoto wengi, walifanya mambo mengi sana ya pamoja. Sasa baada ya kufanya mambo mengi ya pamoja, yule baba alikuwa ni mtu anapenda watu sana. Sasa kutokana na tabia yake ya ukweli na uwazi, baba yule walitafuta namna ya kumuondoa duniani na walifanikiwa. Na yeye mwenyewe alikuwa anajua kabisa kwa namna anavyofanya mambo yake kwenye familia yake, kuna siku tu ataondoka. Na alikuwa anawaambia watoto wake, wanangu, jitahidini sana kuishi na watu vizuri. Mimi muda wote taondoka, lakini wapendeni watu lakini msiwaamini. Kweli yule baba aliondoka baada ya miaka 6. Mama alibaki na ile familia, anajitahidi huku na kule. Saa nyingine hata kwenda kuomba kwa jirani ili watoto wake wasife njaa. Kweli alikuwa anafanya vizuri, lakini kulikuwa kuna majirani wenye masharti. Kuna majirani walikuwa wanataka saa nyingine wachukue zile mali za urithi alizoachiwa ili waweze kumsaidia yule mama, ili ziwe kama dhamana. Yule mama alijitahidi kweli kweli. Ziliibuka makelele ya ndugu, vitu vingine mbali viliibuka, lakini yule mama alikuwa anajitahidi. Yule mama siku moja aliitisha kikao. Yule baba bahati nzuri, Mungu alimjalia watoto wengi. Kulikuwa kuna watoto anaowapenda ambao ni wa ndani, kulikuwa na watoto wa nje, ni watoto wa kambo. Familia za Kiafrika hazikosea watoto. Na hiyo nchi iko moja, yani yule baba alikuwa anaishi moja ya nchi moja ya Afrika. Sasa kibaya zaidi ni kwamba wale watoto wa kando walikuwa kuna mambo wanayajua kuhusiana na familia na walikuwa wanahitaji sana kutoa ushauri. Lakini ndugu wa familia walikuwa hawako tayari, yani kushirikiana na yule mama kuwasikiliza watoto wa kambo. Kwa walimshauri vibaya. Wale watoto wa kambo walikuwa wanajua kuna mali nyingine baba ambazo aliacha zinaweza zikatumika vizuri kuendesha familia, lakini kutokana na ndugu wa karibu wa mama hawakuwa tayari kumwachia yule mama wasikilize. La sivyo, badala yake sasa yule mama alijikuta anaingia kwenye mgogoro na watoto wa kambo. Watoto wengine wa kambo wakatelekezwa, wakafanywa fitina huku na kule. Wengine yani paka wakafika hatua mbaya zaidi. Unajua hatua mbaya zaidi ndugu kuanza kupelekana mahakamani. Wakapelekwa mahakamani, wakasingiziwa kwamba ni wachochezi wanataka kuchukua mali za mirathi na nini, sio watoto wa ndoa, hawahitajiki. Kweli wale watoto wakasusia ile familia. Walivyoisusia ile familia, mambo yakaenda. Ni kweli wale watoto wengine wa familia wakaendelea kunufaika lakini ni kama wakawa hawana amani. Ikatokea, unajua namna wale watu walivyokuwa wanakuja kusuluhisha, wale watu ambao wanazungumza sasa, majirani na nini, paka watu wanasuluhisha mpaka wanauana, ili mradi tu ile familia ikae na amani. Unajua mnagombana, anayekuja kuwagombelezea anataka kuweka sawa, naye anauawa, anaonekana huyu kuna kitu labda anataka kuchukua na kati hana lolote. Basi watoto wa wale watoto wa kambo sasa, yani sasa hapo tunaongelea sasa ni wajukuu sasa, wakawa wanapambana, wanaenda huku na kule, wanapambana, wanakuja huku, wanaenda hadi kwa wazee wa imani, kwa maimamu, kwa nini. Sasa ikaonekana kana kwamba hata hao maimamu, masheha, mapadre, watawa, yani viongozi wa dini wote ni kama wako upande wa wale watoto wa kambo.
Lakini pia kwa kumegawanyika sasa. Kuna watoto ambao kuna viongozi wa dini wako kwenye watoto wa kambo, kuna viongozi wa dini wako kwenye watoto wa familia. Kuna ambao wanasema kwamba hao wa kambo ni haramu, kuna ambao wanasema hao wa kambo wasikilizwe, nao ni watoto kilichozaliwa si haramu. Kama ni haramu ni kile ambacho mlikifanya. Sasa hiyo imeenda mambo yakawa tofauti. Mama mwenyewe akaanza kubagua watoto wake. Mama, yani unajua kwenye familia kuna watoto wanawapenda, kuna watoto wanawachukia. Sasa kuna mtoto, unajua kuna nature ya familia. Kila familia ina nature yake. Kuna familia ukienda wana asili ya upole. Kuna familia ukienda wana asili ya ukali. Kuna familia ukienda wana asili ya uchoyo. Sasa kwenye hii familia ya huyu mama alikuwa anataka watoto wote wachukue asili yake. Tayari kuna asili shambukizwa na alishaidaka, yani asili yake. Mama kaanza kujifunza ukatili, hasikilizi mtu yote. Sasa kuna wale watoto ambao walikuwa wanajifanya wao wanataka kusikilizana na wale watoto wa kambo, wanasikiliza na hao ndugu waliokuwa wanakuja kugombelezea, wale wanataka kwamba ili jambo liishi, ili mkae kama familia, maisha mengine yaendelee. Sasa yule mama alivyoona kwamba kuna watoto wa aina hiyo, mama mwenyewe anaanza kuwachukia watoto wake. Huyu siwezi nikamuelewa. Mama anamuita huyu kwenye kikao hichi, akimuita huyu anamtoa. Mama anaenda, yani unajua hiyo familia ikawa tafrani, haielewani, haifanyi nini? Yani familia ikawa haieleweki. Mwisho wa siku familia mpaka sasa tunavyozungumza, familia haieleweki. Kuna watoto wanaohudhuria kwenye vikao wa yule mama, kuna watoto ambao hawahudhurii. Kuna watoto ambao hawaelewi sisi tuko upande gani, ni watoto wa kambo, ni watoto wa familia hii au ni vipi? Sasa mimi nikawa najiuliza, mnadhani shida iko wapi kwenye hii familia? Baba alifanya makosa kukaa na watoto wa kambo vizuri. Baba alifanya makosa kuzaa nje. Lakini vipi, mama alifanya makosa huyo kuwasikiliza ndugu. Lakini kitu kingine ambacho kinaniwazisha ni kwamba kwani watoto huwa wana makosa? Yani mfano mtoto akinyia kiganja unakikata? Haukikati. Je, umezaa mtoto mlemavu utamtupa? Hutomtupa. Sasa huyu mama, hii si damu ya mumewe? Kwa nini anaitelekeza? Kwa nini anaiweka mbali? Kwa nini hata hiyo damu inapohitaji kuja kukaa pamoja kumwambia mama, kuna mali hizi tunaweza tukazitumia hivi, huyo mama haelewi? Unadhani kosa liko kwa mama? Kosa liko kwa watoto wa kambo? Kosa liko kwa ndugu wanaogombelezea? Lakini huyu mama ameshaweka ushirika na watu nje kabisa na ile familia. Yani kuna watu nje na ile familia ndio wanafaidi zile mali kutokana na ugomvi wao tu, kutokuelewana, kutotaka ushirikiano, kutotaka mawazo kwa watoto wa kambo. Ile familia imejikuta mali zinafaidisha watu wengine. Kuna mashamba, kuna yule baba alikuwa na migodi, yule baba alikuwa amewekeza kwenye ndege binafsi, yule baba alikuwa amewekeza kwenye kila kitu. Sasa ile familia sasa hivi unaambiwa kuna baadhi ya watoto hawana hata maji, hawajui hata maji yana nini. Kuna baadhi ya watoto wanafanya biashara lakini hawapati hata wateja, sijui ni laana. Sasa ile familia imekuwa ni haieleweki. Ni ina base kwenye biashara, ina base ni kwenye viwanda, ina base ni kwenye miradi, ni mambo tafrani, sababu kila mtoto anafanya la kwake. Na wengine, watoto wengine wanaofu kufanya vitu vizuri kwa sababu wanaamini kwamba muda wote mama atatugeuka. Mama haeleweki. Lakini walikuwa wanaamini baba alivyokuwepo alikuwa mkali, alikuwa anasimamia. Licha ya kwamba mama alikuwa anaona baba anachokifanya, lakini mama ni kama amekataa kuendana na kile alichokuwa anafanya baba. Mimi nikawa najiuliza, hii familia labda kuna kitu, labda kuna laana inapaswa kuombewa. Waite viongozi wa dini wa pande zote waiombee. Lakini ni kwamba inavyoonekana familia yenyewe inakataa kwamba sisi hatuna shida, sisi tuko sawa. Yani wanaenda nje huko, nje ya familia, nje na eneo husika, wanasema sisi tuko sawa. Lakini watu wanaoishi katika ile familia, wanaoiona ile kwenye ile jamii inayowazunguka, wanakiri kabisa hii familia haiko sawa. Inahitajika jitihada za makusudi kuinusuru. Sasa mimi niambieni hapo kwenye comment. Mimi ni kijana wenu. Mnadhani hii familia ni kitu gani imekosa? Imekosa amani, imekosa haki kwa watoto wa kambo na watoto wa familia husika waliozaliwa ndani ya familia, au ni nini mpaka inapelekea wao kwa wao wanagombana, hawaelewani, lakini pia wanaacha zile mali za familia zinawanufaisha watu wengine, lakini zingewanufaisha familia kila mmoja angefaidika. Je, unadhani nini kifanyike kwenye hii familia kuinusuru irudi kama ilivyokuwa kipindi ambapo ilikuwa ina baba? Sababu kuna saa nyingine hadi baba wa kambo, yani yule mama ana vibenteni ambavyo anaviacha saa nyingine ndio vinaamua kuhusiana na familia, na kati ana watoto wakubwa wenye kujielewa. Unadhani nini kifanyike kwenye hii familia
ili iweze kujinusuru katika huo mtego ambao inapelekea